أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صدق الله العلي العظيم. Ilikuwa mpangilio wa darasa ya siku hii ya Juma ambao inakuwa ni Lailatu Sabt. Tutaendelea na mfumo wa tafsir inayojulikana kwa jina la tafsir tajzii. Leo tafsiri iko sampuli mbili. Kuna tafsir tajzii, kuna na tafsir maudhui. Tafsir tajzii inamaanisha ni kuifasiri Qur'ani, kuifuata aya baada ya aya kwa mtungo wake na mpangilio, au wengine waiita tafsir tartibi. Sisi tulikuwa tunatukua sura tofauti tofauti, tulifasiri suratu Yasin, suratul Kahf, suratul Rahman na nyingi katika suratu Yusuf. Tulisimamisha darasa kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tulipofunga madrasa, tukiwa tuendelea na suratul Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Katika mwezi wa Ramadhani takriban sasa miaka mitano tutatukua mfumo mwingine wa tafsiri. Katika darasa za mwezi wa Ramadhani huwa tukienda na tafsir maudhui, yani tuangalia maudhui fulani tuyajadili kupitia aya zote zilizoko kwenye Qur'ani. Tulijadili masala ya ismatul anbiya, tukajadili masala ya zawaj, tukajadili masala ya hukuma islamia, serikali ya Kiislamu katika Qur'ani, tukajadili masala ya dhambi na tauba katika Qur'ani. Mwaka huu tukawa twajadili masala ya siku ya Kiyama. Lakini ilipokuwa mada hii ya siku ya Kiyama ni ndefu sana, ilitushinda kuimaliza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikabidi tueleze kile tutakachokipata. Baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, niliwaahidi watu kwamba tutaendelea nayo baada ya Ramadhani, tuikamilishe, kisha tutarudi katika mpangilio wetu. Kwa hivyo sasa hivi tuendelea na ukamilisho wa darsa zile za siku ya Kiyama. Katika masala ya siku ya Kiyama nilizungumzia kwamba bahthi tutaigawanya katika sehemu 6. Sehemu ya kwanza tulikuwa tuzungumzie umuhimu wa kuzungumzia masala ya Kiyama na dharura yake na maina ya siku ya Kiyama katika Qur'ani na dalili za kuthibitisha na kujibu matatizo yanayotiwa na wasiokuwa Waislamu na wasioamini siku ya Kiyama kuhusu kutowezekana kitu kama hiki. Hii ilikuwa ndio bahthi ya kwanza tulimaliza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bahthi ya pili ilikuwa ni kuhusu mauti na kaburi na barzakh, kwa sababu mlango wa kuingia katika siku ya Kiyama ni al-maut. Al-maut huwa nafidhatu yaumil qiyama, ndio mlango ama dirisha la kutuingiza katika siku ya Kiyama, au kama anavyoyaita Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba mauti ni awwalu manzilin min manazili al-akhirah wa akhiru manzilin min manazili dunya, ndio mashukio ya kwanza katika mashukio ya akhira na ndio mashukio ya mwisho katika ziwango za maisha ya dunia. Kwa hivyo katika mihwar ya pili au bahthi ya pili tulijadili nini mauti, waje mtu mpaka akafa, na kwa nini watu waogopa kufa,
tasawur walionayo watu ya makosa kuhusu mauti ndiyo inaowafanya waogope kufa, au kutoelewa tunapokwenda tumeandalia nini. Kama ule mshairi wa Kae katika wanawake wa Kiamu wa zamani, nafikiri alikuwa akiamkuliwa mwana kupona kama sikukosa, ana shairi lake anena, dunia haiketiki inamiwa hututoma, na akhira hakwendeki ila kwa sharti njema, kwa amali njema. Yani duniani matatizo, kuna miba za tufanya nini, za tuchangamsha, lakini pia mwanadamu utamuona hunena afadhali nife, lakini akhira pia hakuendeki. Yani huwezi kuitendekeza tu kwamba mimi nendao akhira ikiwa hujui umeandaa kitu gani katika maisha yako ya akhira. Tukajadili pia masala ya kabri, nini kaburi na mambo yaliyoko ndani ya kaburi, kuanzia masala ya suala ya nakir na munkar na nakir na nini. Tukajadili pia maisha ya barzakh na mwanadamu huishi vipi katika barzakh, ni maisha ya kimwili ama ni maisha ya kiruhu, na raha na adhabu zilizoko katika barzakh. Bahthi ya tatu tukazungumza masala ya alama za kiyama, ashratu saa, pamoja na kiyama chenyewe kusimama kupitia kuvundika nidhamu ya ulimwengu. Tukaeleza majabali, ardhi, nyota, bahari zitakuwa vipi, kama ilivyoelezwa katika aya nyingi za Qur'an. Nyota zitakuwa na inkidar, shams, qamar, bahari itawaka moto. Tulipomaliza hapa siku zilitumalizikia, yani Ramadhani ikawa imekwisha, tukabahatikiwa kufika mpaka kwenye masala ya kumalizika ulimwengu na nafkhatu sur, pijwa lile parapanda. Tukaieleza parapanda kwa urefu nini na itakuwa mara ngapi kupijwa, na pia tukazungumza kwa urefu alaka ya sauti na kuua ama kuvunda kila kitu. Kwa leo imethibitika katika silaha nyingi zinazotumika duniani, mbali na kuwa zatumia quwwatu nar, zatumia na quwwatu sauti. Bomu leo likilipuka, ule mlio unaotoka, ile sauti inaotoka ndio inasababisha zitu zingi kuvundika. Kwa kuna glasi, kuna nini. Tukamaliza ulimwengu umekwisha. Kwa hivyo tukawa tumemaliza bahthi tatu peke yake, tukiwa tumebakisha tatu. Tumebakisha ya nne ambayo inazungumzia masala ya kufufuliwa sasa, alba'th wanushur, pamoja na masala ya hisabu na mafaili ya amal, kutubul a'mal, mashahidi katika koti, mizan, sirat, zote hizi zinaingia katika bahthi hii ya nne mpaka kumalizika hisabu. Kisha tutakwenda kwenye bahthi ya tano ambayo tunazungumza sasa, baada ya hisabu makao ni mawili, ni aljannatu wan nar. Tuieleze pepo ni nini, watu wa kuingia peponi ni kina nani, mambo yanayosababisha kuingia peponi. Moto ni nini, watu wa kuingia motoni ni kina nani, mambo yanayosababisha watu kuingia motoni, pamoja na daraja za pepo na moto na milango ya pepo na moto. Kisha pia hapa tutajibu swali, je, pepo na moto zimeshaumbwa ama bado? Mwisho tutakuwa na khatima, ndo ya sita. Khatima nimeweka kuzungumza masala manne kama zijalizo ama nyongeza kuhusu tauba kwanza, pili shafaa, tatu ihbat. Kuna tauba, kuna na ihbat. Ihbat ni kinyume cha tauba. Tauba ni kupomoshwa madhambi, yani kuangushiwa madhambi. Ihbat ni kuangushiwa thawabu, kinyume cha tauba. Kama aya za Qur'ani ninao, wale watu ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu, kuna mambo fulani wakifanya, habitat a'malu, amali zao zitapomoka, zitafutika, yani amali njema. Kwa hivyo mbali na kwamba watu kutarajia kwamba kuna
tutakwenda kufutiwa na kusamehewa, kuna na thawabu na amali njema zitaanguka kwa mambo fulani tukifanya, zapotea. 4 ya mwisho ni kuhusu watu wa mkuli wao A'raf, ambao kuna sura hasa katika Qur'ani inaitwa suratul nikina nani hawa. Na kama yafahamika ukisoma suratul A'raf katika baadhi ya aya kwamba hawa ni watu hawatakuwa peponi wala hawatakuwa motoni, hawaingii peponi wala, kama yafahamika, nisitukuliwe moja kwa moja ni hivyo. Nasema ukisoma aya utafikiri kuna fikra hii, na ikisihi fikra hii itasihi nadharia ya Mu'tazila, moja katika madhahibi ya Kiislamu. Mu'tazila wadai wao kwamba kuna manzila bainal manzilatayn. Mu'tazila wanaamini watu wako sampuli 3. Kuna Muislamu amezofanya mema atakwenda peponi, kuna na kafiri halisi amezofanya mabaya atakwenda motoni, kuna na murtakibul kabira wamwita Muislamu lakini amefanya madhambi makubwa makubwa. Huyo asema Mu'tazila hata akatubia haingii peponi wala haingii motoni, fahuwa fi manzilatin bainal manzilatayn, yani uko katika manzil baina ya manzil mbili, moto na pepo. Na ndio hata wao hapa duniani kuna mtu wamuita Muislamu, kuna na mtu wamuita kafiri, kuna na wakatikati wao wasema huyu si Muislamu si kafiri, huko katika manzila baina almanzila. Tutakuja kuyajadili. Je, nadharia hii ya Mu'tazila ndio hawa A'raf wanaozungumzwa katika Qur'ani ama ni vipi? Hapa itakuwa tumekamilisha. Leo twaingia katika mihwari ya 4 kuhusu ba'th, kufufuliwa. Aya niloisoma iko katika suratu Zumar, aya ya 68. Mwenyezi Mungu atuambia wanufikha fi suri, ikapijwa parapanda, fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardh. Tafasiri ikijuujuu kwanza, wakafa watu wote, zikatoweka zitu zote zilioko katika ardhi na zilioko katika mbingu. Ingawa neno sa'iqa lina maana kama kupigwa na shot. Mtu akishika spaki utasema ni kwamba huyo amepatikana na sa'iqa, au hata ile pepe inaupija wakati wa mvua. Mara nyingi utaiona yaweza kupata mti ikaupasua katikati, ile ni sa'iqa waiita Waarabu. Kwa hivyo sauti itakao kutoka kwenye hii itakuwa kama sampuli ya nguvu ya umeme ambayo itazimaliza zitu zote zilioko katika mbingu na ardhi. Sitaki kurudia mazungumzo haya, niliyazungumza. Hii tunaiita ni nafhatul maut. Tusema nafha ziko ngapi? 2. Kuna ya kumaliza ulimwengu kwanza, ndio hii anayoizungumza Mwenyezi Mungu hapa. Kisha asema tena hapo hapo, endelea aya, thumma nufikha fihi ukhra, kisha itapigwa tena parapanda mara nyingine, fa idhahum qiyamun yanzurun, ukitahamaki watu wote wametoka makaburini mao wamesimama wanaangaliana. Yani hii ya pili tunaita ni nafhatul hayat au nafhatul ba'th, ya kuwafufua. Ile ni ya kufisha. Katika aya nyingine iliyoko suratul Ma'arij, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia fadharhum yakhudhu wa yal'abu, wachana nao hao wapinzani wanaokanusha kiyama. Wakati unapowaambia kuna siku ya kiyama, wakawa wafanya stihzai, waona ajabu, kama aya nyingi nilizosoma. Wachana nao, wawate yakhudhu wa yal'abu, wawate wadudumie katika anasa zao na katika raha zao za ulimwengu. Wa yal'abu, na waendelee na laib. Innamal hayatud dunya lahwun
wa la'ibun, endelee na sherehe zao, wachana nao. Hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, mpaka ile siku watakao kuja kukutana na hii siku ambao wanaoahadiwa. Hii wakiambiwa kuna siku ya kiyama, wao wasema hadha shay'un ujab, mambo ya kustaajabisha. Idha mitna wa kunna turaban, sisi tukishakufa tushakuwa mtanga, tutafufuliwa wawati. Yauma yakhrujuna min al-ajdathi, siku watakao kutoka makaburini, siku watakao kutoka makaburini. Siraan kaannahum ila nusubin yufidhun. Kuna haya mashindano siku hizi maarufu ulimwenguni huitwa marathon. Hata mashindano ya kawaida, kuna mashindano ya 100 mita, sijui ya 200 mita, ya 400 mita, uingia watu 10 wakashindana, wakaingia watu 20, 30. Lakini marathon ni mashindano yaweza kuingia maelfu au malaki ya watu. Na katika kushindana kuna Waswahili huita utepe. Kuna mahala panapotakikana ni utauamkua mko nini. Sasa ukiketi kuyaangalia yale mashindano ya marathon, uone maelfu ya watu na malaki ya watu, wote wakimbia, wang'ang'ana, walenga mahala pamoja, wote wakimbilia kwenye nukta moja. Mwenyezi Mungu ashabihisha siku ya kiyama watu watakapokutoka makaburini vile watakavyokutoka kwa wote mara moja. Na hii nilizungumza katika darasa za Ramadhani, tofauti Mwenyezi Mungu amezoiweka katika kuingia ulimwenguni na katika kuingia ulimwengu wa akhira. Kuna tofauti. Ulimwengu wa dunia Mwenyezi Mungu ametupanga tusiingie kwa wote, twaingia wengine watoka kwa muda wa miaka sasa yao maelfu ya miaka, Allah wa rasulu alam, mwanzo wa kuumbwa Adam mpaka leo. Lakini kuna amalia ya wengine huingia wengine hutoka. Hatuji kwa pamoja wala hatutotoka kwa pamoja, kinyume na siku ya kiyama. Na hii ndio nikaeleza moja katika falsafa ya kaburi. Moja katika falsafa ya kaburi ni watu wako katika barzakh, kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu, wamewekwa katika kiwango, wasubiri wengine ndio tuingie kwenye ulimwengu wa akhira kwa pamoja. Kama ilikuwa kila anayekufa hupekwa kabisa katika ulimwengu wa akhira, ingebidi ulimwengu wa akhira uwe utakuwa tofauti na hivi tunavyojua, utakuwa kama dunia, na itabidi hisabu zifanywe kila mtu yake. Na Mwenyezi Mungu ataka watu wote washuhudie hisabu za watu wote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia siku watakao kutoka kwenye makaburi, yauma yakhrujuna min al-ajdathi siraan kaannahum ila nusubin yufidhun, kana kwamba watu wote wakimbilia kitu kimoja, wakimbilia utepe mmoja. Wenda wapi? Allahu wa rasuluhu alam. Khashi'atun absaruhum, kiwaona wanyenyekevu, wanyonge, wadhalilifu. Tarhaquhum dhilla, wote wako sampuli moja, kama nitakavyokuja kueleza hali ya kufufuliwa watu watakuwa sampuli gani. Milionia, maskini, mfalme, raia, mwenye nguvu, mnyonge, watu wote wako katika sampuli moja, wote madhalilifu. Kila mmoja afikiria natija ni nini na mashukio ni yapi. Nenda wapi? Nyumba yangu ni ipi? Khashi'atun absaruhum tarhaquhum dhilla dhalika al-yawm alladhi kanu yu'adun. Hiyo ndio siku. Katika aya nyingine, hizi aya najaribu kuzisoma kusawiri ile hali ya kufufuliwa, kisha tuje tuifafanue.
Aya ya kwanza imetuonesha kwamba nafkhatu sur ikipigwa ndio itatutoa sisi katika makaburi. Aya ya pili yatuonesha kiasi fulani sampuli ya kutoka kwetu katika makaburi, namna tutakavyokuwa wadhalilifu, namna tutakavyokuwa wanyonge, na namna kutakavyokuwa na kibabaiko na watu wote watembea waendao mahali. Katika sura Taha aya 108 Mwenyezi Mungu atuambia, wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pamoja na wingi wa watu hao, ni mabilioni kutoka Adam mpaka wa mwisho, pamoja na idadi kubwa yote hiyo, wewe tarajia leo mahala penye watu wengi lile fujo litakalokuweko. Lakini Mwenyezi Mungu atuambia kutakuwa kimya, sauti zote zitafunga. Wa khashi'atil aswat, sauti zote zitanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni kinaya, khushu'ul aswat ni kinaya ya sukut na samt, kimya. Hakuna time ya mtu kuzungumza, kwa sababu kila mtu ana yanaomkera katika akili yake. Likulli mri'in yawma idhin minhum sha'nun yughnihi, kila mtu ana ajenda yake, ana tafashi zake, ana fikra zake, hana time ya kuzungumza na mwingine. Na kukibidi kuzungumza, Mwenyezi Mungu anena fala tasma'u illa hamsa, husikii isipokuwa ni mnong'ono. Hams ni kuzungumza na mtu katika sikio lake, ikawa hatusikii sauti isipokuwa huzisikia sini sini tu. Nasikia mtu yahmisu fi udhuni sahibihi, amnong'oneza katika sikio la mwenzani wake, sauti isisikiwe na mwingine. Hii ndio itakaokuweko. Katika Suratun Naba Mwenyezi Mungu atueleza uzuri zaidi kimya hiki, atuambia yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahmanu wa qala sawaba. Mwenyezi Mungu atuambia siku atakayekusimama ruh. Twende na tafsiri ya mashhur kuhusu ruh ni Jibril. Wengi wasema ruhu ni nani? Ni Jibril, isipokuwa al-Allama at-Tabatabai na wengineo wana nadharia nyingine kuhusu masala ya ruh, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Lakini ruh tuangalie ni Jibril. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu, malaika watakuwa wamepiga safu kama paredi, kama jeshi ambalo limesimama mbele ya rais, wangoja amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La yatakallamuna, hakuna anayezungumza, illa man adhina lahu arrahman, isipokuwa yule atakayekupewa idhni na Mwenyezi Mungu. Sasa zungumza, ndio azungumze, na akizungumza qala sawaba. Aya hizi siwezi kuzikusanya zote, ni baadhi ya aya zinazotupa sisi taswira ya kufufuliwa. Katika aya hizi, kitu cha kwanza nataka kurudia kuakidi, nyuma nimezungumza katika darasa za Ramadhani mjadala ulioko kwamba almaadu ni jismani au ni ruhani. Kufufuliwa, tutafufuliwa mwili na ruhu, ama ruhu peke yake, ni maisha ya kiruhu. Kathibitisha kwamba kulingana na Qur'ani alba'th ni ba'thun jismani wa ruhani, tutafufuliwa kimwili, si masala ya kiruhu. Na dalili moja ni hizi aya inavyotufahamisha sisi ni kwamba tutatoka katika makaburi, tutatoka katika mtanga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hali hii, nyuma nimesoma aya nyingi
katika baadhi ya riwayati kutoka kwa ahlul bait alayhimus salam zatuambia yaumul qiyama yote kuanzia ikianza mpaka kumalizika kwa daraja zake zote ina zitisho, lakini kuna stage tatu za tisha zaidi. Haimaanishi nyingine hazitishi, kama riwaya inayotuambia 3 saat, na saa hapa si maana ya saa. Saa ni maana ya zipindi, marahil. Sakaratul maut, wakati wa mtu kufa, ni moja katika saa yenye kibabaiko na zitisho. Na hapa katika masala ya kufufuliwa, mbali na masala ya mtu kusimama mbele ya Mola wake wakati wa hisabu, ukizisoma riwayat ambazo sitoweza kuwasomea zote, lakini nataka niwape mifano. Riwaya ya kwanza kutoka kwa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, atuambia inna fil qiyamati la 50 mawqifa, siku ya kiyama kuna stage 50, zisimamo 50 tutapitia. Kullu mawqifin 1000 sana. Moja katika adhabu ya siku ya kiyama ni wakati mrefu utakaokutukuliwa baina ya kutoka kwenye stage kwenda kwenye stage nyingine. Na nimezungumza nyuma, 1000 sana haikusudiwi namba, inakusudiwa kinaya anil muddati tawila, muda mrefu sana. Fa awwalu mawqifin khurujun min qabrihi, mawqif ya kwanza ni mawqif ya kutoka kaburini, ambao Imam Ali atuambia hubisu 1000 sana. Hapa kutoka kaburini mpaka kwenda katika hisabu tuweza kuwatwa tukawa tuko katika hali hii kwa takriban miaka 1000. Urat, hufat, juyaan, utashan, watu watakuwa tupu, hawana nguo, hawana ziatu, hufat. Na baadhi ya riwayat zatuambia jua litakuwa kali zaidi na litakuwa karibu zaidi. Juu, ndaa, na hii moja yatuthibitishia tutafufuliwa kimwili, wa ila ruhu haina ndaa, na ushikwa na ndaa ni nini? Ni mwili. Jiaan, utashan, sifa 4 tuzipata kwenye riwaya hii, yatuonesha hali ya kufufuliwa. Faman kharaja, endelea Imam Ali, faman kharaja min qabrihi mu'minan bi rabbihi wa mu'minan bi jannatihi wa narihi wa mu'minan bil ba'thi wal hisabi wal qiyamati muqirran billah musaddiqan bi nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa bima jaa min indillahi azza wa jal naja min al-ju'i wal 'atash. Ule atakaye kutoka kwenye kaburi yake akiwa ana imani ya Mola wake, ana imani kwamba kulikuwa na pepo na moto, ana imani kwamba kutakuwa na kufufuliwa na hisabu na kiyama, akiri kwa Mwenyezi Mungu, asadiki Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyokuya nayo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, huyu ndiye atakaye kuokoka na ndaa na kiu. Na imani si wakati ule wa kufufuliwa. Imani ya wakati ule la yanfa, yauma la yanfa'u malun wala banun. Imani ni hapa, yani mwenye kuwa na imani hapa duniani ya mambo haya, na akawa matendo yake yaoana na yaumana na mujibu wa imani yake, bila shaka atapata natija. Moja ni kwamba Mwenyezi Mungu atamuokoa na hali hizi za shida zilizokuwa hapa. Riwaya nyingine katika Nahjul Balagha, hii riwaya ya kwanza iko katika Biharul Anwar. Katika Nahjul Balagha Imam Ali atuambia, wadhalika yawma yajma'u Allahu fihi al-awwalina wal-akhirina liniqashi al-hisabi wa jazaa'i al-a'mali khudu'an qiyaman qad aljamahum al-'irq
warajafat bihimul ardh wa ahsanuhum halan man wajada liqadamayhi mawdhi'an wa linafsihi muttasa'an. Asema siku hiyo ni siku Mwenyezi Mungu atawakusanya waliotangulia na wa mwisho, yani watu wote. Kwa nini? Liniqashi alhisab, jadili hisabu, malipo ya amali, wakiwa wanyenyekevu, wamesimama, hakuna nafasi ya kuketi muda mrefu. Ono watu wote wasimeme, na ndio ikamkuliwa yaumul qiyama. Moja katika maina ya siku ya kiyama inaitwa yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin, min alqiyam, kusimama. Watakuwa wamesimama, qad aljamahumul irq, lijam ni uyamu, au kwa lugha nyingine ni khatamu, au kwa lugha nyingine ni ile kamba anaovishwa punda au farasi akafungwa hapa, ile huitwa lijam. Kama mwenye Burda anaposema man li biraddi jimahin min ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayli billujumi, ni nani ataniregesha mimi ukaidi wangu? Jimah ni ukaidi. Man li biraddi jimahin min ghawayatiha, na upotevu wake, kama yuraddu jimahul khayli, kama ule ukaidi wa farasi unavoregeshwa billujumi. Allujum ni jamu ya lijam. Unaposhika zile kamba ukavuta, hawezi tena kutembea. Sasa Imam Ali atuambia jasho qad aljamahumul irq, ta'bir daqiq ya Imam Ali afananisha na ile khatam, yani ni kwa maana joto lilioko na majasho yanavotoka yametuzunguka majasho yale, kama kuzungukwa na ule uyamu na ile khatamu ilivyomzunguka farasi na punda. Qad aljamahumul irq wa rajafat bihimul ardh, na ardhi yatetemeka. Wa ahsanuhum hala, ambao ni mzuri, uko katika hali mzuri katika wao ni upi? Sikizeni, Imam Ali asema man wajada liqadamayhi mawdhi'a, ni ule atakao kupata nafasi ya kuweka nyayo zake. Sababu Mwenyezi Mungu amewafufua watu wote mabilioni katika uwanda ule. Kwa hiyo ule aweza kunena mimi niko sawa, mimi mambo yangu ni mazuri, ni ule ambaye amepata nafasi ya kusimama maguu yake mawili. Wa ahsanuhum halan man wajada liqadamayhi mawdhi'an wa linafsihi muttasa'an, na akapata nafasi ya nafsi yake ya kusimama kwa uzuri. Huyu ndio tutaweza kunena huko katika pepo. Riwaya ya kwanza ilikuwa yatuonesha hali ya tupu, kuna ziatu, ndaa, kiu. Riwaya ya pili yatuonesha izdiham, ule msongamano utakao kuweko kwa kiasi mtu kuweza kupata nafasi ya kusimama maguu yake, ndio atakashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Riwaya ya tatu yafafanua pia zaidi izdiham, ule msongamano wa watu. Hii apokewa al-Imam as-Sadiq alayhi salam na Sheikh al-Kulaini katika Kafi, katika Biharul Anwar. Anena al-Imam as-Sadiq mathalu an-nasi yawm al-qiyamati idha qamu li rabbil alamin mathalu as-sahmi fil qirbi laysa lahu min al-ardi illa mawdhi'u qadamihi kas-sahmi fil kinana la yaqdiru an yazula hahuna wala hahuna. Wale waindaji wa zembe wana kitu huitwa qirbi au huitwa kinana. Qirbi na kinana ni kama mfuko unaotengezwa kwa ngozi au kitambara, akabeba yule mpigaji zembe hapa katika maungo yake pale ndani, kisha huwa akitia zile siham zake zembe, kisha huwavuta tu, yapeka mkono akivuta akipiga. Sasa kile chombo kilioko kwenye mgongo kinachobeba zile zembe huitwa qirbi ama huitwa kinana. Sasa taswiri ya al-Imam Sadiq
akwambia zile zembe wakati zinavyokuwa katika kinana, namna zimejaa pale ndani na kusongamana kwa kiasi kukiingiza kingine ni tabu. Kwa hivyo ule msongamano wa zile zembe ndivyo sampuli watakavyokuwa watu katika uwanda wa siku ya Kiyama. Atuambia mfano wa watu siku watakao kusimama kwa Mola wao ni mfano wa chembe katika mfuko wa kinana. Hawana nafasi ya kuweka nyayo zao, wala hawana nafasi ya kuondoka hapa kusonga pangine. Hakuna haraka kwa ule msongamano. Hii ni hali ambayo ya siku ya Kiyama. Taban watu huuliza maswali wengine kwamba ustadhi, tuambiwa sisi siku ya Kiyama watu watafufuliwa tupu tupu, aurat, si tutakuwa huonana tupu. Simandia mwenye kunena sema utakuwa na nafasi wewe ya kufikiria kuangalia tupu ya mwendani wako. Kwa mfano tu, waliyadhu billahi, Mwenyezi Mungu asitujalie na atuepushe na hali za kubabaika. Ukatokea tu jambo la kututisha, sisi hapa tuko msikitini pengine hatutimu 50, papu kukaingia simba pale, ukaangalia sasa tumeingia kwenye ile rabi nafusi, sasa angukao kandu zikampanda mpaka kwenye kitwani, akawa uchi. Sikuwa utakuwa na nafasi wewe ya kumwangalia ule ni nani, ni uchi. Kila mmoja uko rabi nafusi. Kisha ule msongamano ulioko na nini, ndio baadhi ya riwayat tuambia uyunuhum fi nasiyatihim, mato yao yatakuwa katika upaa wao. Tabani si maana yatabadilika mato yaje hapa, hii pia ni kinaya. Tabani kuna mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasha lillah, haitaki riwaya wala hadithi. Mwenyezi Mungu hatawafufua wakiwa tupu. Lakini suala ni hili, madhambi kwa jumla, madhambi yote, makatazo yote tuliokatazwa na Mwenyezi Mungu ni mambo ambayo yachangia hali hii ya siku ya Kiyama kuwa ngumu kwa mtu. Lakini ni yapi ambayo yana mchango zaidi? Ni mambo gani ambayo huzidisha adhabu ya hapa? Na ni mambo gani ambayo humsaidia Muislamu siku hii kama hii? Nimezungumza katika kaburi, nimezungumza katika sakaratul maut, mambo yanayokhafifisha na mambo yanayozidisha sakaratul maut. Adhabu ya kaburi, mbano wa ardhi, mambo gani yanazidisha, mambo gani yasaidia? Katika riwayati amepokewa al-Imamu Muhammad al-Baqir alayhi salam, haqullah, Mwenyezi Mungu katika mali yetu ana huquq. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Mwenyezi Mungu ametuambia alhuquq ash-shar'iyya. Huquq ash-shar'iyya, ndugu zangu, nitaka kuwafahamisha leo kwa urefu hapa kidogo, ziko zaidi ya zaka na khums. Manake mara nyingi sisi mafukara huwa tukinena sisi hatumo hapo, sisi hatuko kwenye masala ya khumsi wala kwenye masala ya nini, ya zaka. Fil hali tuweza kuwa wengi katika sisi au sote tuishi katika dunia tukiwa na hukuku za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pengine kwa uwinga au kudharau. Na riwaya haijataja zaka wala khumsi, yasema man manaa haqqa Allahi fi mali, yoyote atakaye kuiziwilia haki ya Mwenyezi Mungu katika mali yake, ni moja itafanya siku ya kufufuliwa hali iwe mzito sana. Zaka, khums, kafara, kafaratul wajiba ni katika haqullah, na hii haina maskini wala tajiri. Mtu pengine katika ujana, katika ubarobaro, imempitia Ramadhani
kwa tendekeza na kwa kudharau, amekwenda amekula kwa kusudi. Masala hayako kwenye kulipa tu peke yake, masala kuna kafarat. Mara nyingi sisi zitu zile hatuzitia akilini. Pengine mtu akikumbuka na akiwa ameamua kutubia katika utu uzima na ubarobaro, mimi nilipokuwa kijana siku moja, kuna siku nilikula mimi, nilikuwa nishakuwa baligh, pengine akalipa. Lakini amejiuliza kwamba kulipa tu yatosha? Pale kuweza kuwa kuna haki, kuna it'amul masakin, yani haqqun mali, ni katika huququllah. Katika masala ya khums, khumsi si ya tajiri. Khumsi ni kwa kila mtu pindi anapomaliza mwaka, kile kinachomzidia katika matumizi yake baada ya mwaka lazima akitolee khums, hata kama ni shilingi 100. Katika miezi 3-4 iliyopita, kuna akhawati walinialika Nairobi. Nakumbuka tulikuwa na semina ya masaa 6 kuhusu khums, nikiwafafunulia zitu kama hizi. Leo watu wengi wanaojiita maskini, watu wana account, jalia mshahara wako mwisho wa mwezi ni 1000, kuna zaidi utosha shilingi 1000, lakini umejibana, umetumia 190, 100 hutia kwenye account, 100 hutumia kwenye account. Au una kibengi, si lazima account benki, una kibengi ama tini ya mto ama tini ya godoro, popote patakapokuwa umeweka 100 mpaka zimezungukiwa na nini, na maka zile. Kwa sharia ni pesa zimekuzidi mahitaji yako, kwa nini ukuzitumia na ulikuwa wazihitaji? Zaingia tahta mazada an maunati sana, gharama yako ya mwaka imekuzidia. Umepiga hesabu, kuna shilingi 5,000 kwenye akaunti, kuna shilingi 5,000 kwenye kibengi, lazima uzi khamis, utoe 20%, 20%. Wa'lamu annama ghanimtum fa anna lillahi au falillahi, kuna aya nyingine ina fa anna lillahi khumusahu, kama sikukosea, khumusahu ma ghanimtum. Ukienda katika zitabu za lugha zote, watu wote hukwambia ghanima yazita. La, ghanima katika lugha ni faida na ribh, mutlaqul faida. Ma ghanimtum, chochote ambacho kimewazidi katika faida, basi mujue kwamba Mwenyezi Mungu ana khumsi hapo. Tabana masala za kwa yana ikhtilafu za kimadhahabi, lakini mimi nazungumza kwa mujibu wa madhhabi ya ahli albayt alayhimus salam. Na ukisoma tafasili za khumsi katika zitabu, kuna mambo mingi. So kwa akhawati zetu tunazitambara za nguo, aziweka kabatini, zapitiwa na mwaka hayazivaa, ishathubutu haki ya Mwenyezi Mungu, wa fi amwalihim haqqun lisai. Hata zitabu wanunua zitabu, waweka kwenye shelf, hukitumii, hukisomi, kipia kimeketi tu, wewe sijapata nafasi, mwaka umemalizika, utakikhamis mpaka ukisome ndio kiwe kingie katika zitu ambazo kwamba umezitumia. Na kila kitu kina utumiaji wake. Utumiaji wa nguo ni nini, na utumiaji wa kitabu, na utumiaji wa pesa, na utumiaji wa nyumba kuketiwa. Leo utakuta baadhi ya fukara, pengine mtu amejikaza, ametoa mlango ufanya biashara, hukodisha, amejenga kijumba, huajirisha. Hizi zote ni katika zataka hisabu mwisho wa mwaka. Lakini sisi tunao hisabu. Utakuta katika falsafa, hapa nitakuta nikiwaambia wale akhwati zangu, katika falsafa moja ya khums
lau twaielewa, ni kutufanya tuishi kwa mipango na kwa budget. Unajua maana ya khums? Maana ya khums ni maana Muislamu awe na diary ya mwaka ya anachotumia na kinachongia na kinachozidi. Mimi naja zaidi ya hapo, siko kwenye kuwatisha, niko kwenye kubaini ahkam sharia. Hata tukazitumia pesa zote, yawezekana katika kutumia kwetu twawajibika na khums, kusibakie chochote. Kivipi? Watumia mahala ambapo huhitajiki. Mtu ana budget ya kila siku shilingi 500 usaga, si katika mahitaji ya maisha. Zile zote zaingia katika faidhul faida, hazihesabiwi. Zinazohesabiwa ni katika kula kwako, kuvaa kwako, kunwa kwako na kile chenye faida. Nule TV nyumbani, video nyumbani, tape, hizi zote zaingia katika halali kulingana na utumizi. Tabani utumia makosa, atakuwa utumia yeye makosa. Wahitaji gari, umenunua gari, hizi zote ziko katika matumizi. Lakini leo ni ya upuzi mangapi watu wanaoyatumia katika pesa, hayaingii katika hisabu ya haramu na yani. Al-Imam al-Baqir atuambia, inna Allaha tabaraka wa ta'ala yab'athu yawm al-qiyamati nasan, Mwenyezi Mungu atawafufua siku ya kiyama watu, mashdudatun aidihim, mikono yao imefungwa. Hawa watafufuliwa na salasil na aghlalan, na watafufuliwa wako huru, dharubu zile za msongamano na ndaa. Kuna na wengine watafufuliwa wakiwa katika cheni. Wa aidihim mashdudatun ila a'naqihim, wametangamanishwa cheni, koo imeanda na mikono. La yastati'una an yatanawalu biha qaisa unmula ma'ahum malaika, hawezi, yani vile alivyobanwa na cheni zile, amekuwa kitonge tonge, hawezi hata kutaharak qaida umula, khatwa ya tungu, hawezi kwenda mbele. Na malaika wawafuete, yu'irunahum ta'yiran shadida, huwaaibisha na kuwatangazia aibu zao. Yaqulun, wanena malaika, haulai, watangazwa, muona hawa jamaa, ili kundi limezotiwa cheni, haulai alladhina mana'u khairan qalilan min khairin kathir, hawa ni wale walokataza khairi kidogo. Mwenyezi Mungu anambia, toani katika khairi zenu 80% baki nazo nyinyi, toani 20 tu, au toani zaka 2.5 katika 100, 97.5 baki yani ni zenu nyinyi. Wakakataza, haula alladhina a'tahumullah famana'u haqqa Allahi fi amwalihim, hawa ni wale Mwenyezi Mungu amewapa, lakini wao wakakataza haki za Mwenyezi Mungu katika mali yao. Kwa hivyo katika mambo ambayo ni hatari sana, yanaweta matatizo katika siku ya kufufuliwa, ni almanu min haqqillah. Pili, almashyu bin namima, kufitini, kuwa na tabia za kutembea kusambaza fitna, ni katika madhambi ambayo yana matatizo makubwa siku ya kiyama. Hadithi amepokewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, atuambia, man masha fi namimatin baina ithnain sallata Allahu alayhi fi qabrihi naran tuhriquhu ila yawm alqiyama fa idha kharaja min qabrihi sallata Allahu alayhi aswadan yanhashu lahmahu hatta yadkhula an-nar. Mwenye kupenda kufitini kati ya watu wawili, Mwenyezi Mungu humsalitia yeye moto wa Jahannam katika kaburi yake, ukamteketeza mpaka siku ya kufufuliwa. Na siku ya kufufuliwa akamsalitia mnyama mweusi umwendeme, humtisha na kumkora nyama yake kama msumeno mpaka aingie motoni. Tatu, katika madhambi na yapita mbio mbio, kuangalia, kupenda kuangalia wanawake na kuangalia kwa shahwa.
au mwanamke kuangalia wanaume. Qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lilmu'minati yaghdudna min absarihim. Katika sifa ya Muislamu hijab, mwanamume ana hijab na mwanamke ana hijab. Na hijabu kuna ya mwili, kuna ya ulimi, kuna ya masikio, kuna ya mato, kuna ya pua. Kila kiungo katika ziungo za Muislamu kina hijab. Na katika hijabu ya mato ni ghadhu taraf, sio ukaokitizia ule umekupita ukaotamani uangalia ziungo sioangalilika. Na la kusikitisha leo ulimwengu tunaoishi leo, hususa kwa barobaro mzito sana. Kiangalia wanawake wanapotembea ovyo, tangu hao wasokuwa Waislamu na mpaka Waislamu, na hayo mashuga yao vali wao, na kila siku huongezwa pliti, na kila siku hubanwa, na kila siku afadhali avue ile shuga, pengine si mzuri kama, lakini lile shuga limekwenda kutengezwa kwa sampuli, hata kisokuwa kizuri hudhihiri kikawa ni kizuri. Ni mtihani, ni katika mtihani wa maisha, lakini ni wajibu kwetu kutozipa nafasi hisia zetu kutukuliwa na mawimbi hayo. Atuambia katika riwaya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man malaa ainahu min imra'atin haraman hasharahu Allahu yawma alqiyamati musammaran bimasamira min nar hatta yaqdi Allahu ta'ala baina an-nas thumma yu'mara bihi ila an-nar. Mwenye kujaza mato yake mwanamke wa haramu, yani kumwangalia mpaka akajaa kwenye mato yako, Mwenyezi Mungu atuambia, Mwenyezi Mungu atamfufua akiwa amepigiliwa misumari ya moto katika mwili wake mpaka aingie motoni. Shurbul khamr, sharibul khamr ni katika masala kunwa pombe, kutumia ulevi, yanaweta matatizo makubwa siku ya Kiyama. Inna sharibal khamri yaji'u yawmal qiyamati muswaddan wajhuhu muzraqatan aynahu ma'ilan shadqu sa'ilan lu'abu dali'an lisanu min qafah. Mnaji tembo akifufuliwa siku ya Kiyama, afufuliwa uso umepiga weusi, mato yamekuwa rangi ya bluu, hizi makope yake yametiririka kama pazia, ute humpita katika mdomo, ulimi kama mbwa umetoka mpaka kishogoni kwake. Kuna baadhi ya riwayati zatuambia, Mwenyezi Mungu atulinde, watu siku ya Kiyama wengine watafufuliwa kwa sura za wanyama, watakao kufufuliwa kwa sura za mbwa, kwa sura za nguruwe, za nini, kulingana na madhambi. Hii ni moja ya tuonesha zile tashbihi za watu. Huyu atakuwa ulimi kama wapea, kama fagio tiati. Katika baadhi ya riwayat asema mnaji tembo atafufuliwa na kidundu kiko kwenye shingo yake. Inna sharibal khamri yuhsharu wal kuzu muallaqun fi unuqihi wal qadahu biyadihi wa huwa antanu min kulli jifatin ala wajhi al-ard yal'anuhu kullu man yamurru bihi min al-khalaiq. Mnaji tembo atafufuliwa, kidundu kiko kwenye shingo yake, glasi ushishe kwenye mkono wake, atoa harufu mbovu kushinda uyusi. Akila mpitao humsuta na kumlaani, hataki amkurubie kwa harufu mbaya ambayo anaitoa. Hizi ni katika baadhi ya mawaqif ambayo yatunini. Namaliza, wakati umemalizikia, la mwisho ni unafiki, au katika baadhi ya riwaya imeabiriwa kwa dhul wajhain, double face, mtu mwenye nyuso mbili. Yaji'u yawmal qiyamati dhul wajhain, atakuja siku ya Kiyama mtu mwenye nyuso mbili, dali'an lisanahu, pia ulimi wake ukokota, fi qafah wa akhar min qadama yaltahibani naran hatta yalhaba jasadahu. Ndimi mbili ametoa, mmoja kwa mdomoni, mmoja kwa kishogoni, na zote ndimi za roroma moto mpaka zimteketeze mwili wake. Thumma yuqalu lahu, kisha itatangazwa mbele za watu, hadha alladhi kana fi dunya dha wajhaini wa lisanain. Huyu ni ule duniani alikuwa na nyuso mbili na ndimi mbili.
kutana na huyu ulimi mwingine, akikutana na huyu ulimi mwingine, akiwaambia mato maneno mengine, akikupa kishogo maneno ni mengine. Yu'rafu bidhalika yawm alqiyama, atajulikana siku ya kiyama chapa chake ni ndimi mbili, moja mbele na moja kishogoni. Haya ni katika baadhi ya mambo riwayati za tuelezea kuhusu madhambi ama baadhi ya mambo ambayo yazidisha matatizo siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulinda na adhabu ya siku kama hii na atatusahilishia mambo yetu. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.